Kwa upande wetu kama wizara tumekamilisha taratibu zote ambazo zilikuwa zinaandaliwa kwa ajili ya kufanya shughuli yetu iende vizuri. Sasa ni wakati wa kufanya mambo mawili makubwa yaliyobakia. Moja, nitamkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano ili yeye atumie jukwaa hili kukueleza baadhi ya mambo ambayo ameandaa kuyasema, lakini pamoja na hilo atatoa pia maelezo machache kuhusu kitabu cha miaka 60 ya mbio za Mwenge wa Uhuru, na baada ya hapo atakuomba wewe ukizindue kitabu hicho, na baada ya kuzindua kama itakupendeza Mheshimiwa Makamu wa Rais, basi pia utatumia nafasi hiyo kulihutubia taifa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kama ambavyo protocol inaelekeza. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sasa naomba kwa ruksa yako uniruhusu nimkaribishe jukwani Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, ili atumie nafasi hii kutoa maelezo ya kitabu cha miaka 60 ya mbio za Mwenge wa Uhuru, na kisha akukaribishe wewe kuzindua kitabu hiko na kulihutubia taifa letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu. Tumpigie makofi mengi sana Waziri Mkuu anapokuja. Waziri Mkuu hai! Kassim Majaliwa, safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu, safi! Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wetu, karibu sana sasa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halaiki oye! Vijana, viva vijana! Viva vijana, viva! Mheshimiwa Dr. Philip Wisdom Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia masuala ya Bunge, Sera na Uratibu, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Spika wa Bunge duniani, na mgombea ubunge jimbo la Uyole hapa jijini Mbeya, tuko naye hapa, Mheshimiwa mgeni Juma, Naibu Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Comrade John Mongela, Naibu Katibu Mkuu Chama cha Mapinduzi kutoka makao makuu, Mheshimiwa Beno Marisa, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa na mtoto wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa niaba ya wanafamilia, waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mlioko hapa, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wote mlioko hapa, natambua uwepo wa Mheshimiwa Ndele Mwaselela, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kaimu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, waheshimiwa Mheshimiwa Injinia Zena Said, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa wilaya, makatibu wakuu mkiongozwa na Bi Mary Ngelela Maganga, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na walemavu, Hajiat Fatima Hamad Rajab, katibu mkuu Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar. Nirudie tena kutambua makatibu wakuu wote na naibu makatibu wakuu wote mlioko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa,
viongozi wa madhehebu ya dini na viongozi wote wa ngazi mbalimbali mlioko hapa, wanahabari, wananchi wa jiji la Mbeya na Watanzania wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana wa halaiki oye! Vijana wa halaiki oye! Viva Dr. Samia, viva! Viva Dr. Mwinyi, viva! Mheshimiwa Makamu wa Rais, leo tumekusanyika hapa jijini Mbeya katika tukio muhimu la kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025, pia kumbukizi ya miaka 26 tangu alipoaga dunia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini vile vile tunaenzi mambo mema ya waasisi wa taifa letu, akiwemo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Lakini pia tukio kubwa ni la kilele cha maadhimisho ya wiki ya vijana ya kitaifa. Kwa niaba ya Watanzania wote na kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu, vile vile Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Watanzania wote kwa ujumla, ninaomba kutoa shukrani za dhati kwako kwa kukubali kwa mgeni rasmi katika tukio hili lenye historia kubwa katika kuimarisha umoja, uzalendo na mshikamano wa kitaifa. Tunatambua majukumu yako mengi ya kitaifa na kimataifa, lakini bado umetenga muda wako kuungana nasi leo hii. Jambo linaloridhisha namna unavyothamini urithi wa Mwenge wa Uhuru na fikra za baba wa taifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kila mwaka Mwenge wa Uhuru na kumbukizi ya baba wa taifa hutukutanisha Watanzania kutoka pande zote za nchi, tukikumbushwa misingi ya umoja, upendo na utu alivyoipigania baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kupitia mbio hizi, ujumbe muhimu kuhusu maendeleo, uwajibikaji, uadilifu na uzalendo umeendelea kusambazwa kote nchini. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuyatenda maono haya kwa vitendo, kwa kuimarisha uchumi wa taifa letu, kukuza heshima ya Tanzania kimataifa na kulinda amani na umoja wa Watanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kauli mbiu ya mwaka huu inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Kauli mbiu hii inatoa wito mahususi kwa Watanzania kutumia haki yao ya msingi ya kikatiba kwa kuchagua viongozi watakaoliongoza taifa letu. Lakini pia kauli mbiu hii inalenga kuimarisha misingi ya umoja, mshikamano na utulivu uliojengewa na waasisi wa taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais na wananchi wote mlioko hapa na mnaofuatilia mwenendo wa tukio hili la kitaifa kupitia vyombo vya habari, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume walituachia urithi mkubwa wa uadilifu, uwajibikaji na uongozi wa kujituma kwa ajili ya watu. Na katika mwaka huu wa uchaguzi, ni jukumu letu kuenzi urithi huo kwa kuendesha na kushiriki uchaguzi kwa amani, vile vile kwa kufanya kazi kwa bidii ili kuendeleza mapambano dhidi ya umaskini, ujinga na maradhi. Hivyo basi, ndivyo ambavyo tunatakiwa kudumisha heshima na hadhi ya taifa letu kama mfano wa demokrasia yenye amani barani Afrika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, niruhusu nitumie nafasi hii
kuwapongeza vijana wetu jasiri wa kikosi cha mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025 wakiongozwa na Comrade Ismail Ali Usi kwa kutekeleza jukumu lao kwa uzalendo na ufanisi mkubwa, na hatimaye kuwasilisha leo kwako ukimwakilisha Mheshimiwa Rais kwa kupokea mwenge huo ukiwa bado uko imara, unawaka na unapendeza, na unaoendelea pia kusimamiwa na makamanda wetu pale chini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, vijana hawa wamefanya kazi kubwa ya kuukimbiza mwenge huu wa uhuru katika mikoa yote 31 na halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku 195 mfululizo, wakipitia miradi zaidi ya 1382 ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kusambaza ujumbe wa amani, mshikamano na uwajibikaji. Kwa niaba ya Watanzania wote, ninawapongeza kwa moyo wao wa kizalendo, nidhamu na utayari wa kulitumikia taifa hili. Tuwapigie makofi vijana wetu waliokimbiza mwenge mwaka huu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, maandalizi ya maadhimisho haya yamefanikishwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Wizara ya Habari, Utamaduni, Vijana na Michezo Zanzibar na ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Mbeya. Toa pongezi maalum kwa Mheshimiwa Beno Morris Malisa, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, pamoja na kamati ya ulinzi na usalama mkoa, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa dini, viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa na wananchi wote wa mkoa huu wa Mbeya kwa ukarimu wao, nidhamu na ushirikiano mlioonyesha. Hongera sana, tunawashukuru wana Mbeya. Mmeifanya Mbeya iweze kung'ara, mmeifanya Mbeya iweze kufanyiwa maboresho makubwa, ikiwemo na uwanja wetu huu wa Sokoine. Lakini pia kupitia hamasa ya mwenge mwaka huu mmewezesha kuirudisha timu yenu ya Mbeya City kwenye ligi kuu. Hongera sana wana Mbeya. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nawashukuru wadau wote wakiwemo mashirika ya maendeleo, sekta binafsi na taasisi za umma kwa kuchangia kwa hali na mali kuhakikisha maadhimisho haya yanafanyika kwa heshima kubwa. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge mgombea ubunge wa jimbo la Uyole, lakini pia spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mchango wake wa kuhakikisha kuwa mambo mengi yaliyokuwa yanahitaji uwezo wa mali na fedha yameweza kufanikiwa kupitia michango yake. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge unayegombea kule Uyole, na naamini wana Uyole wamekusikia, wanakuelewa vizuri na watafanya mambo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sambamba na mbio hizi tumeadhimisha wiki ya vijana kitaifa hapa jijini Mbeya, iliyoanza tarehe 8 Oktoba na nilizindua tarehe 10 Oktoba na imehitimishwa jana tarehe 13. Wiki hii ilitumiwa na vijana wa Tanzania kutoka maeneo mbalimbali kwa kufanya midahalo, maonyesho ya kazi mbalimbali za vijana, lakini pia makongamano zaidi ya 2000 kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia wiki hii vile vile kumekuwa na majadiliano mbalimbali ya wasomi kupitia vyuo vikuu vya Tanzania wakiongozwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilichokuwa na mjadala wa watu zaidi ya 500
kwenye moja kati ya ukumbi maarufu pale juu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Vile vile kulikuwa na mashindano ya insha kwa vijana wa shule za sekondari kutoka Tanzania nzima, bara na Zanzibar, ambapo nilipata fursa ya kutoa tuzo kwa vijana 5 walioonyesha umahiri mkubwa katika kuandika insha yenye maudhui ya kuenzi fikra na falsafa ya baba wa taifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa kumalizia, naomba nitambue agizo lako la leo asubuhi ulilolitoa kwangu tukiwa kwenye kanisa Katoliki wakati wa misa maalum ya baba wa taifa juu ya kuhakikisha maudhui yaliyotolewa na Baba Askofu Gervas Nyaisonga kuhusu urithi aliotuachia baba wa taifa katika nyanja mbalimbali na unafikishwa kwa jamii kikamilifu ili Watanzania waweze kufahamu. Kufuatia agizo hilo, nami namwagiza Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, ili aliratibu vizuri, alifikishe kwenye wizara husika kote pamoja na Zanzibar, ili kuchipanywe machapisho muhimu yatakayokwenda kwenye maktaba maktaba mbalimbali, lakini pia kwenye vyuo, ili aweze kutumika na Watanzania waelewe maudhui yaliyotolewa na Baba Askofu Gervas Nyaisonga. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa, kama ulivyoelezwa na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, pamoja na mambo mengine, leo hii tutakuomba uzindue kitabu cha miaka 60 ya historia ya mbio za Mwenge wa Uhuru. Kitabu hiki kimeandikwa mahususi ili kuhifadhi maono ya waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuendeleza falsafa ya Mwenge wa Uhuru kama tunu ya kuhamasisha uzalendo, mshikamano, umoja na maendeleo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kipekee kuwapongeza sana wote waliofanikisha kazi hii ya kuandaa kitabu hiki, na kwa uchache naomba niwatamke wafuatao kwa niaba wenzao wote. Kwanza, watendaji na wataalamu wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Ulemavu, Serikali ya Mapinduzi, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Vijana na Michezo, wakiongozwa na Mheshimiwa Ridhiwan Kikwete, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, Bi Mary Maganga, Katibu Mkuu, na Bi Fatima Hamad Rajabu, Katibu Mkuu kutoka kule Zanzibar. Lakini mpongeze sana Mheshimiwa Harrison Mwakembe, Waziri mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mtaalamu wa sheria na mtaalamu wa katiba. Vile vile nimpongeze Dr. Juma Mohamed Salum, mkurugenzi wa muungano kutoka Ofisi ya Makamu wa Rais, ambaye pia ameshiriki katika utunzi wa kitabu hiki. Lakini pia nataka nimpongeze Mheshimiwa Pius Msekwa, Katibu wa Bunge wa kwanza Mtanzania katika Bunge la Tanganyika, lakini pia Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye ameshiriki kwenye uandishi wa kitabu hiki. 5, nimshukuru pia balozi mstaafu mzee wetu Mheshimiwa Christopher Liundi, mmojawapo wa viongozi waliokimbiza Mwenge wa kwanza kitaifa, ambao pia leo umemkabidhi tunu ya cheti kutambua mchango wake kwenye ukimbizaji Mwenge kitaifa, na yeye ameshiriki kuandika kitabu hiki. Mwingine ni Chief Josephat Edward Wanzagi na Bwana Madaraka Nyerere, nao pia wameshiriki kukiandika kitabu hiki. Wa 7 ni Dr. Salvatori Nyato, mtaalamu wa historia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam,
naye pia ameshiriki kuandika kitabu hiki, pamoja na wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine, na wao pia ninawatambua. Ninaomba sasa nitumie nafasi hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa uongozi wako Mheshimiwa Makamu wa Rais na uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuongoza kwa busara na maono. Wakati wote mmeendelea kulinda misingi ya amani, umoja na maendeleo ambayo ndio kiini cha urithi kutoka kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa pamoja na Sheikh Abedi Amani Karume ambao pia ni waasisi wa taifa hili. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima kubwa naomba sasa nikukaribishe uzungumze na Watanzania, lakini kabla hujaanza kuzungumza basi uanze na zoezi la kuzindua kitabu cha historia ya mbio za Mwenge ya miaka 60 ambacho tayari shughuli yake iko mbele yako. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana. Tuanze na uzinduzi na baadaye kukaribisha moja kwa moja kuzungumza na Watanzania. Tanzania oye! Oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Dr. Mwinyi oye! Oye! Vijana viva, vijana viva! Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati anakupa maelezo, Mheshimiwa Waziri, utabofya kwenye kishikwambi hicho na timu yetu ya wataalamu umeunganisha mfumo ambao utazindua hapo. Utakapobofya itaonekana katika screen iliyopo mbele yako kule, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye jukwaa la burudani. Na hivyo sasa ninaomba viongozi waliokuwa meza kuu pamoja nawe waambatane nawe, Mheshimiwa mgeni rasmi. Viongozi wa kwenye meza kuu pekee wa mstari wa meza kuu waambatane nawe hapo mbele wakati ukiendesha ratiba hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Viongozi waliopo meza kuu ninaomba muambatane naye. Asante, nitahesabu kuanzia 3 mpaka 1, na nikifika 1 basi ndio utabofya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Naamini sote tupo tayari. 3, 2, 1. Mengi tafadhali. Makofi mengi sana. Na mfano wa kitabu chenyewe sasa kilichozinduliwa ameshika Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo anawasalimu viongozi waliokuwa nao pale meza kuu, atagawa sasa kwa viongozi mbalimbali. Lakini mara baada ya kuwa kimezinduliwa kitabu hiki kinapatikana vile vile kidijitali. Ukienda kwenye tovuti ya ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ambayo inasomeka kama www.kazi.go.tz, kitabu hicho unakipata. Karibu sana ujipatie nakala yako, utapakua tu pale katika tovuti hiyo ya ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Na vitabu vyenyewe sasa ni vile kama vinavyoonekana, na atagawa hapo kwa viongozi ambao wapo kulia kwake na kushoto kwake. Anaanza na Mheshimiwa Waziri Mkuu, atagawa kwa Mheshimiwa Spika, anagawa namna hiyo. Makofi mengi tafadhali.
anamgawia sasa Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Anamgawia Mheshimiwa Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Mgeni Hassan Juma. Na sasa namgawia Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Afisa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kule. Anamkabidhi vile vile Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwenyeji wa kilele cha mbio hizi za Mwenge wa Uhuru. Na sasa anamkabidhi Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi. Na sasa ni waziri mwenye dhamana ya masuala ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kikwete. Anamkabidhi sasa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara. Anamkabidhi Katibu Mkuu wa Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Sasa nizamu ya Mheshimiwa Waziri anahusika na masuala ya sera, bunge na uratibu katika Ofisi ya Waziri Mkuu. Anamkabidhi pia Katibu Mkuu wa masuala ya habari, vijana, utamaduni na michezo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na sasa ni Naibu Waziri wa masuala ya kazi Mheshimiwa Patrobas Katambi. Anamkabidhi vile vile Mheshimiwa Makongoro Nyerere, mwenyeji wa ufunguzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 ni kwenye kilele mwakani, sasa kwenye kilele Mheshimiwa Makongoro, lakini